Anaitwa Mbosso Kani, Mbosso Mushedede. Of course ni moja ya wasanii ambao kwa sasa hivi wamekuwa ni favorite sana kwa watu wengi ambao wamekuwa wakifuatilia muziki wa Bongo Flava, kwa maana ya kwamba wamekuwa wakimfuatilia Mbosso. Of course Mbosso alikuwa chini ya lebo ya WCB ambayo iko chini ya Diamond Platnumz, lakini ameweza kutoka mwaka huu na kuanza kujitegemea kama ilivyokuwa wasanii wengine akiwemo Rayvanny, Harmonize na wengine ambao of course tumeweza kuona wakifanya vizuri chini ya lebo hiyo. Maneno yalianza kuwa ni mengi sana endapo Mbosso akiondoka WCB, basi ndio anakuwa mwisho wa safari yake ya muziki, kwa sababu tumeshawahi kuona msanii kama Rich ambaye alikuwa lebo ya WCB, mara baada ya kuweza kutoka hakuweza kufanikiwa kabisa na ameshuka kidogo kimuziki. Bwana Mbosso Kani msanii ambaye of course ameweza kutoka katika lebo hiyo na anazidi kufanya vizuri sana mara baada ya kuweza kutoka katika lebo hiyo ya WCB. Sasa Mbosso ameingia kwenye vipengele vya kuwania tuzo, akiwa ameingia katika vipengele vinne kwenye tuzo hizo. You want to know nini ambacho au kwenye Mbosso ameingia kwenye lebo kwenye vipengele vipi? Ngoja nikusanue hapa. Mbosso ameingia kwenye vipengele vipi katika tuzo The African Golden Awards ambazo zinafanyika mwaka huu 2024. Sasa Mbosso ameingia kwenye kipengele cha Best Songwriter in East Africa. Of course tumefahamu uandishi wake umekuwa ukiwavutia watu wengi sana, that's why amekuwa akitengeneza hit song bana, lakini ameingia kwenye kipengele cha Best Afro Piano Fashion na hapo ameiwakilisha ngoma inaitwa Kunguru. Lakini kipengele cha tatu ni Best Alternative Fusion, ngoma ya Over. Hope you know na umesha kuisikiliza ngoma inaitwa Over, imeweza kupelekwa kwenye kipengele cha Best Alternative Fashion, na kipengele cha mwisho ni Best Collaboration East Africa ambapo ni Bush Willis Barnaba Classic akiwa na Yami also bana. Ni moja ya mkwaju ambao umeweza kupelekwa kwenye kipengele cha Best East Africa bana collab. Kwa hiyo itakuwa ni collab bora ambayo Mbosso ameamua kuiwakilisha.